Watu kadhaa wameaga dunia katika mkasa wa ajali na wengine wakijeruhiwa vibaya katika ajali iliyotokea eneo la Mlima Punda karibu na makutano ya Lesos, barabara ya Nakuru Eldoret usiku wa kuamkia leo. Tunaungana sasa mubashara na mwanahabari wetu Steve Keter atufahamishe mengi kuhusiana na ajali hiyo. Keter, idadi ni ile ile ama kuna majeruhi zaidi labda wamepatikana kutokana na ajali hii? Na Mlofti, dakika chache zilizopita tuliweza kuzungumza naye kamanda wa polisi wa kaunti hii ya Uasin Gishu, Bwana Wilberforce Chirani, ambaye alisema hadi kufikia sasa wale ambao walipoteza maisha yao katika ajali hiyo mbaya ya jana usiku ni watu 7, ikiwemo kwa bahati mbaya pia wanafunzi 2 ambao walikuwa wanasafiri pengine kuelekea nyumbani baada ya shule kufungwa, ambao walipoteza maisha yao katika ajali hiyo. Kwa sasa tumefika katika eneo ambalo ajali hiyo ilitokea, Mlima Punda, ambapo kama unaweza kuona mpiga picha wangu Kemboi atakuonyesha tayari magari ya abiria matatu ambayo ilihusika na ajali hiyo yameweza kutolewa na polisi, ila lori lenyewe ambao polisi wanatufahamisha ilikuwa inasafiri kutoka upande wa Nakuru ikielekea upande wa Eldoret bado liko hapa, kama unaweza kuliona, bado limeanguka katika eneo hili na halijaweza kutolewa, ila magari 2 ya matatu ambayo yalihusika pia katika ajali hiyo tayari polisi wameondoa kutoka eneo hili la ajali. Na ukiangalia polisi wanasema ni kama lori hili lilikuwa limekuja kwa kasi sana na likaweza kugongana na moja kwa moja na matatu ya abiria ambayo ilikuwa imebeba abiria 15 pamoja na dereva, wote wakiwa ni 16, na ni katika eneo hili ambayo tunakisia ajali hiyo iliweza kutokea, na ambapo watu 7 wakapoteza maisha yao papo hapo, wengine wakiweza kukimbizwa hospitalini, katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moi jijini Eldoret, na pia katika hospitali ya hapa Urban Forest ambapo wanaendelea kupokea matibabu. Wale ambao wanapokea matibabu pia ni kiwemo wanafunzi mmoja ambaye pia aliweza kuponea katika ajali hiyo. Na awali nilivyosema, nilizungumza naye kamanda wa polisi wa kaunti hii ya Uasin Gishu. Hebu tumsikize alivyosema. Ajali hii ilihusisha magari matatu, moja ikiwa ni trailer ambayo ilikuwa inatoka Nakuru kuelekea Eldoret, na gari moja la abiria, na la pili ni gari la private lakini pia ilikuwa imebeba abiria. Hii lori ilikuwa inateremka kwa mlima mahali kunaitwa Mlima Punda, na yeye akaingia nafasi ya yale magari ilikuwa inaelekea Nairobi, na kwa hivyo akakonga gari la kwanza matatu ambaye ilikuwa na abiria 15 akiwa na driver, wote watu 16, na papo hapo watu 7 waliaka. Wengine walipata majeruhi mabaya sana na wamekimbizwa hospitali, wako Urban Forest, wengine wameletwa hapa MTRH. Gari la pili hawakuumia sana, ingawa waliumia, lakini wanaendelea na matibabu. Wengine sasa hivi wametibiwa na wameruhusiwa kwenda nyumbani. Naam, ndio kauli yake kamanda wa polisi wa kaunti hii ya Uasin Gishu Bwana Wilberforce Chirani, ambaye pia aliweza kuwaonya madereva na wachukue tahadhari haswa wakati huu ambapo mvua umeanza kushuhudiwa, ili kuepuka ajali kama hizi, na pia akisema wazazi na walimu hakikishe kuwa wanafunzi angalau wanasafiri kwenda nyumbani mchana, ili pia wasiweze kujipata katika hali kama hizi. Tutazidi kuzungumza na wananchi katika eneo hili ili waweze kutupa jinsi hali ilivyokuwa, jinsi walivyofika, na pia kujaribu kuokoa wale ambao walihusika katika ajali hii. Kwa sasa sina la ziada, narudisha kwako studioni Lofty. Asante sana Keter, utatujuza zaidi kitakachojiri kutokana na ajali hiyo, tusema makiwa. Kwingineko, wafanyabiashara katika sekta ya magari wameitaka